Watanzania wenye akili timamu tutasimama wapi tumtetee rais wetu? Kwenye maisha yangu mimi ni Mtanzania. Na katika nchi ya Tanzania kuna wakati tulilazimika Watanzania wote kuwa wazalendo na kutetea rais wetu, kama wakati wa vita kati ya Tanzania na Uganda. Vita ile, pamoja na kwamba Nyerere alikuwa na maslahi binafsi ya kupigania kumrudisha Obote madarakani, lakini propaganda ambayo tuliuziwa Watanzania mpaka tukakubali kuwa nyuma ya bendera, tuliambiwa kwamba tunapigana na nduli, mtu mbaya sana, Idi Amin. Na Nyerere alituuzia propaganda kwamba Idi Amin anakula watu, Idi Amin anatesa watu Uganda, Idi Amin anawaua wapinzani wake na anakula nyama zao. Na alipovamia nchi yetu pale Mutukula, Kagera, Rais Nyerere akasema hatuna njia nyingine ila tutampiga Amini ili tuwakomboe Waganda wasiteswe na uongozi mbovu wa Idi Amin. Na wakati ule wa vita vya kupigana na Idi Amin, Watanzania wote tuliamini tunawakomboa ndugu zetu Waganda wasiteswe na utawala mbovu wa Uganda. Wakati huo aliyokuwa anaongoza utawala huo mbovu ni Idi Amin. Sasa hivi nchi yetu imeingia kwenye vita vikali kuliko vile vya Kagera, kwa sababu sasa tunaingia kwenye vita wakati wa mitandao ya kijamii. Hivi ninavyoongea najua Dar es Salaam mnanisikia. Sasa tuko kwenye vita kali sana. Hii vita kali ni vita ya mimi nasikia uchungu kumuona rais wangu anatukanwa kwenye mitandao ya kijamii. Sasa nataka kuwa mzalendo. Yaani nataka kuwa mzalendo, nimtetee rais wangu asitukanwe kwenye mitandao ya kijamii. Nianzie wapi? Hebu nisaidieni hapo kwenye comment. Nianzie wapi? Nitasimama wapi ndio nimtetee rais wetu? Kwa sababu kinachomfanya rais wetu atukanwe ni makosa ya serikali yake kuona tunaingia kwenye uchaguzi na yeye akaharakisha chama chake kimteue bila kupingwa ndani ya chama cha CCM, wakati ndani ya chama cha CCM kuna kanuni inayosema anayetaka kuwania kiti cha urais anaweza kumpinga rais aliyeko madarakani, akachukua fomu na chama kikampigia kura. Kura zake zikiwa nyingi, yeye ndio atapeperusha bendera ya CCM. Sasa Mama Samia Suluhu Hassan ambaye alikuwa rais baada ya Magufuli kuondoka, wanasema eti hata yeye alichaguliwa. Mimi sioni kama alichaguliwa, kwa sababu wakati wa Magufuli tulikuwa tunamchagua rais pamoja na makamu wake. Lakini tunapiga ile kura ya rais, ukipiga kura ya rais automatically umemchagua na makamu wake aliyekuwa amemteua. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunamchagua Rais Magufuli, na Rais Magufuli alikuwa amemteua Mama Samia Suluhu Hassan kama makamu wake. Kwa hiyo Mama Samia akaingia. Sasa ya Mungu ni mengi,
Magufuli akatuacha. Baada ya Magufuli kutuacha, Samia automatically akawa ndiye rais. Sasa baada ya mama Samia kuwa rais, niwe mkweli na nitarudia siku zote nikiulizwa popote, mimi nilikuwa wa kwanza kuenda live Facebook hapa na najua hiyo video ipo. Nikasema sasa hivi tumepata mkombozi Tanzania, mama Samia Suluhu Hassan atatusaidia tuondokane na udikteta wa Magufuli. Magufuli alikuwa na mambo yake mazuri, kuipenda nchi yake, alikuwa na mambo mazuri, kupunguza matumizi ya pesa za serikali, kwa mawaziri wake hawako wanasafiri ovyo. Lakini pia alikuwa na saidi nyingine mbaya ndani ya uongozi wake, ile saidi ya kutumia watu wasiojulikana kuwamaliza wapinzani wake. Na hiyo ilituudhi wengi sana Watanzania tunaopenda haki. Hatukupenda hiyo mbinu ya Magufuli kuruhusu mashabiki wake wawatese wale watu ambao wanawakosoa. Wakati huo ilikuwa inasemekana kwamba aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye ni Bashite, majina yake wanasema, lakini mimi namfahamu kama Mr. Makonda. Na Makonda ameokoka, anasema kama sisi. Sasa wakati huo alikuwa anatuhumiwa, yeye ndiye alikuwa anatumika sana kuwanyamazisha wale wote waliokuwa wanampinga mzee Magufuli. Sasa hebu nijikite kwenye vita kwanza, vita yetu na Uganda. Nijikite hapo kwanza, nikae hapo. Nchi ilipokuwa katika vita, wananchi wote ilibidi tuisikilize serikali yetu kwamba tunakwenda kuwakomboa Waganda wasiteswe. Lakini wakati huo Nyerere alikuwa ametunyamazisha Tanzania. Wakati huo tulikuwa na chama kimoja tu cha CCM Tanzania. Na wakati wa uchaguzi ukifika, ilikuwa inawekwa picha ya Nyerere kwenye ile karatasi ya kura, na hiyo picha nyingine inakuwa na kivuli tu. Kwa hiyo ukikataa kuchagua Nyerere, unachagua kivuli, yani unachagua nothing. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wanampigia kura Nyerere tu kwa sababu kulikuwa hakuna alternative nyingine. Sasa pamoja na kwamba tulinyamazishwa Watanzania, pamoja na kwamba tulifundishwa siasa ya ujamaa Tanzania na Nyerere na tukawa watiifu, lakini kulikuwepo na ukandamizaji wa chini kwa chini, lakini haukuwa mkubwa kama wa Idi Amin. Kwa hiyo tukaamini kwamba sisi Watanzania tutakuwa nyuma ya rais wetu, tukaanza kuimba nyimbo za Idi Amin. Nduli Idi Amin atoke, atoke, apigwe, apigwe. Tuwatetee Waganda, tuwatetee. Sasa imeenda ilivyoenda. Nyerere akasema ujamaa ulishindwa, akaachia ngazi, akamwachia Ali Hassan Mwinyi. Ali Hassan Mwinyi alikuwa ni mtu kutoka Zanzibar, na yeye alifanikiwa kuwa rais kwa sababu Nyerere aliondoka madarakani. Lakini katiba ya Tanzania ya muungano inaruhusu mtu kutoka Zanzibar awe makamu wa rais. Rais anatoka Tanganyika. Sasa katiba hiyo ilikiukwa mara moja, Ali Hassan Mwinyi akawa rais wa Tanzania. Katiba hiyo ikakiukwa siku ya pili, mara ya pili, wakati Magufuli alipotuacha,
Mama Samia Suluhu Hassan akawa rais wa Tanganyika ama Tanzania bara, wakati kule Zanzibar wana rais wao, lakini Tanzania bara hatuna rais wetu, tuna rais wa muungano. Na huyu rais wa muungano hana sauti Zanzibar, kwa sababu Zanzibar wana bunge lao, Zanzibar wana rais wao, Zanzibar wana uchumi wao. Zanzibar ni nchi kivyake, lakini Tanganyika sio nchi, kwa sababu hatuna rais wetu, tuna rais wa muungano. Sasa ili tusimame na rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan na tumtetee vizuri, tunatakiwa tupate mahali pa kusimama. Mimi mtasema uzalendo umenishinda, mtasema mimi sio mzalendo. Sifurahii anapotukanwa rais, lakini matendo ambayo uongozi wa Tanzania ukiongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan wameyafanya yamesababisha sasa Watanzania badala ya kujivunia kuwa Watanzania, sasa hivi tunavumilia kuwa Watanzania.